Bila shaka basi wakati umewadia wa pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na katika maeneo kadha wa kadha ndio nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika, na nikianzia eneo la wapi? Kabati, Murang'a. Watu wa Murang'a mpo? Ando Murang'a. Mpo. Haya, kule Murang'a kwa mlima. Unajua Murang'a ni kwa mlima. Huko kuna miteremko na milima wewe. Haya. Na kule Murang'a kuna kalameni mmoja aliyekutana na wazazi wa mpenzi wake katika eneo hili kupata baraka waoane, alijipata taabani walipomtaka kusitisha mipango ya harusi iwapo hana uwezo wa kutoa mahari iliyohitajika. Na kama ilivyo desturi, kalameni huyo pamoja na jamaa zake walikuwa wameenda kwa kina mrembo wake ili kujadili na wazazi wake kuhusu mahari. Asema, sisi tumetoa matakwa yetu kwenu, hatutaki mabishano. Iwapo hauna uwezo, basi achana na harusi, Polo aliambiwa. Duru zinasema kwamba Polo huyo aliambiwa wake walijaribu ujumbe wake. Polo zinasema kwamba Polo na ujumbe wake walijaribu kuwashawishi wazazi wa mrembo huyo wachukue kiwango cha mahari alichokuwa nacho, lakini hawakutoboa. Hakuna mahali huyu msichana anaenda, wewe rudi kwenu nyumbani, na ukipata kiwango cha mahari kinachohitajika tuambie. Kwa sasa sahau harusi. Mtu wa mlima, yani lazima afikishe pale. Tumesema ni ngapi? Kama tumesema mbuzi 100, kama ni mbuzi, kama huna mbuzi 50 at first, na mbuzi 50 ni pesa. Atakupa, yani wameweka kiwango na lazima usipofikisha pale sahau mambo ya harusi. Surely watifu mfukuze msichana hivyo, mseme wewe sahau mambo ya harusi, alafu asifanye harusi mpate wako na watoto 3. Mtafanya haya. Semi kitu ni wapi? Kabati, Murang'a. Kitoka kule basi nikavuka moja kwa moja hadi Mwala Machakos, ambapo basi kuna mwanasiasa mmoja aliyewania kiti katika eneo hili alijipata pabaya alipojaribu kutangaza azma yake wakati wa ibada. Mwanasiasa huyo alizuru kanisa hilo kama muumini na akaomba nafasi asalimie waumini wengine. Badala ya kuwasalimia, alianza kuwaomba wamkumbuke kwenye uchaguzi mkuu ujao. Matamshi hayo hayakufurahisha waumini walioanza kulalamika, huku kelele zikizidi ndani ya kanisa. Ilibidi mzee wa kanisa aingilie kati na kutuliza waumini, huku mwanasiasa huyo akitakiwa kuketi. Samahani sana waumini, hatukuruhusu tena siasa kanisani, mzee wa kanisa alisema. Mwanasiasa huyo hakuketi tena, aliondoka mara moja na hali ikarudi kawaida kanisani. Na najiuliza, ukiona tu kwa kuongea watu wamepatia, umeomba ruhusa au usalimiane, alafu unaanza kujipigia debe, nafikiri waumini hao walifanya vizuri. Tukiweka msimamo hivyo kanisani, hata akisimama ilibidi atoke nje. Na hasa ukifika mahali mpaka watu wamekataa uongee kanisani, je, kura unazo? Semi kitu. Nikatoka basi leo la Mwala Machakos, nikasonga tu pale kando Kalawani kule Mbooni kuna chipukizi mmoja wa hapa alikerwa kule hapa Mbooni, alikerwa na kitendo cha mama yake kumchagulia mrembo wa kumwoa. Habari zinasema kwamba Polo huyo alikuwa na mchumba ambaye walisoma naye chuo kikuu, lakini mama yake alimkataa katakata. Hivi majuzi mama alimwalika binti wa rafiki yake nyumbani na kumwambia jamaa na mrembo huyo kuonana na kuhakikisha kwamba kutaka waonani, lakini mwanawe hakutaka kusikia habari hizo. Alimweleza mamake kuwa yeye ni mtu mzima na ana haki ya kufanya uamuzi kuhusu maisha yake na ya mpenzi wake. Kwa hivyo, yani bado kuna watu wanafikiria kwamba unaweza ukachagulia mtu. Ndio, unaweza ukamachi, lakini kizazi hiki wanajiamulia bana. Kijana alisema hapana, nileta mwenye napenda ukakataa. Sasa hizo nataka nioe mwenye napenda. Ndoa ni yangu. Sasa akiwa kijana alifanya vizuri ama vibaya? Wazazi pia nasi. Na nikitoka hapo nikavuka mpaka Nandi Hills. Watu wa Nandi Hills mpo? Kule Nandi Hills kuna kipusa mmoja wa hapa alihama kutoka duka lake la salon mke wa landlord alipochukua usukani wa kukusanya kodi kutoka kwa wapangaji. Duru zinaarifu kwamba landlord alimgeuza kipusa huyo kimada wake na kuacha kumdai kodi kila mwezi. Mke wa landlord alipochunguza na kubaini uhusiano baina ya wawili hao, aliamua kuchukua hatua mara moja. Yani wewe umeenda kaa pale, na kwa sababu landlord ndio uchukua pesa, yeye yako achukuangi. Unajua achukuangi, amekuwa mabeshte. Sasa mama alipogundua hivyo, mama akasema mimi ndio nitakuwa nachukua rent.
Mwanadada huyu alijua kimeumana, akakanyaga kubwa kubwa. Please, yafanyao kwa siri yatajulikana tu. Nimalizie eneo la Ngong Kajiado. Ngong Kajiado kuna jombi mmoja aliyepewa kazi ya kupaka rangi choo kipya cha mdosi. Alipata pigo baada ya kukatwa nusu ya malipo yake kwa kutumia choo hicho. Inasemekana kwamba jamaa huyo alihisi haja ndogo na akaamua kuingia ndani kujisaidia, lakini mdosi aliona kioja hicho na kumwamuru asafishe choo mara moja, akimlaumu kwa kukitumia. Nani amekupa ruhusa? Yaani wewe umepewa kazi ya kupaka choo rangi, sio kutumia choo. Sasa akihisi haja afanye aje? Ama kweli ulimwengu, yaani kwa sababu ya kutumia choo ambacho ilikuwa pake tu rangi, sasa amekatwa nusu ya mshahara wake. Surely kuna watu wana unyama eti ama kwani alichafuaje? Sini okay, sawa. Kwani wengine ni safi, wengine ni chafu. Sema kitu naongea mbaya, nimeacha. Ni katika pita za kwangu. Ama kweli ulimwengu una visanga na vimbwanga. Kwenye pita hapa nami VMM nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Make sure you subscribe, sawa? Bye bye.